Bonga Tube Media, kwa mara nyingine tupo hapa kwa ajili ya kujieleza kiasi cha haja kwa lugha adhimu ya Kiswahili. Hapa ninatekenya kiasi cha haja matukio katika jamii. Kuna swala la urathi ama urithi. Kwa mantiki hii, watoto wakikwaruzana na wazazi wao ili walau kupewa urithi wao mapema, yani mtoto ama watoto wana gang up against their parents kudai inheritance, na inatokea kiasi kwamba wanafanya njama hata za kumtoa uhai ama kumfrustrate mzazi mpaka anaishi kusononeka. Kama sikusononeka, wanatekeleza mauaji kabisa. Na ndicho kile kilichotokea mwaka 2018 katika kaunti ya Laikipia. Mzee mmoja kwa jina Ndirangu alikuwa na watoto watatu, wawili wa kiume, unaona, na mmoja wa kike, Masi, Isaac, mwingine ananipotea kidogo. So mzee huyu alikuwa ni mtu ambaye kwa hakika ni mpambanaji, mfanyabiashara wa kupigiwa mfano. So alikuwa ni mzee mwenye maono na ni mzee ambaye alikuwa anawekeza pakubwa katika biashara. Akawa na magari za usafiri, akawa na tinga zile za kulima kondeni ama shambani, akawa na mifugo. Lakini sasa ikafika mahali ya watoto wakaanza kumsukuma kwamba tunahitaji kile ambacho ni chetu. Wanamsukuma. Mzee akakaa ngumu, akasema hapana, mali hii nimejitafutia, na kwa kujitafutia nimezitumia kwa ajili ya kuwezesha nyinyi mpige hatua maishani. Unaona, natumia kwa ajili ya kuwezesha nyinyi kupiga hatua maishani ili mjiwezeshe, lakini wakati tutakapofika kila mmoja atapata share kwake. So ikawa ni chuki ya ndani kwa ndani katika familia. Watoto walipanga wakati mmoja njama sasa ya kumkabili baba yao, na njia ya kipekee ilikuwa ni kumwondoa, yani kumtoa uhai, ili walau wao wenyewe wapate sasa fursa kipekee ya kumiliki kile ambacho waliona kwamba ni haki yao. So mama yao, kuna wakati moja ilipofika, I think ilikuwa ni Ijumaa, akawaaga akiondoka sasa kwenda msibani katika kijiji tofauti. Na kule msibani alipokwenda sasa, ikawa ndio njama sasa watoto kwenda kumvamia baba yao, na wakamvamia kwa kumuumiza kwa silaha butu. Walipata panga, kulikuwepo na kisu na kadhalika. Baada ya kumuua, ikawa sasa wamemzika katika sehemu ya kipande kile cha ardhi, a shallow grave wanavyosema. Baba mzazi alipoteza maisha hivyo hivyo tu. Manake kulikuwa na mvutano, kelele, nduru, majirani wanasikiza, wanasema okay, ni jambo la kawaida tunasikia, lakini katika hili labda pengine wamepitiliza. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, villagers, manake unapokaa kijijini mara nyingi huwa ni ukoo ama relatives. Kwa mantiki hii inakuwa ni watu ambao kwa hakika wanafuatilia matukio kwenye area. So ikawa wamejaribu kufuatilia na kwenda kupeleka ripoti katika kituo cha polisi kilicho karibu kwamba kuna mzee ambaye hajaonekana kwa siku 3 sasa, na juzi tumesikia wakikorofishana ama kulikuwa na kelele, unyende katika boma lake. So polisi wakachukua hatua ya kwenda kufanya uchunguzi ama kufuatilia kisa kile, na walikuwa aware of what is happening. Hiyo intelligence ni kubwa sana. Kitu kinachofanyika katika jamii, iwe ni katika boma fulani ama eneo fulani, watu wanafuatilia, wanaona na wanajua. Lakini sasa baada ya muda watu wakashuku, ni vipi sasa kule kulikuwa na mvurugano na hatuoni yule mzee Ndirangu. Na wakati huo pia sasa mama naye akarudi sasa kutoka kule alikwenda msibani, akalala kule msibani, na kisha karudi the following day. So ripoti ilitolewa na relatives around. Unajua kijijini ni watu ambao ni wa ukoo.
pamoja na majirani kwa ujumla kwenda katika kituo cha polisi kwa ajili ya kuripoti kwamba mzee fulani haonekani, na jana majuzi tumesikia kukiwa na mvutano kiasi cha haja, kelele, na labda pengine mvutano ambao labda huenda ulisababisha majanga katika familia ile. Polisi wakaja wakafanya utafiti na uchunguzi wa kina, wakapata kwamba yule mzee ni kama aliuawa na mwili wake ukazikwa sehemu ya kile kipande cha ardhi. Wale wahusika watatu walikamatwa, vijana wawili wa kiume na binti mmoja kwa maana dada yao Masi. Kufika kule, uchunguzi wa kina, wakapata vifaa vilivyotumika, binadamu, na hata matone ya damu yalielekeza polisi kule ambako walimzika yule mzee. Na kutokana taratibu zote za kisheria, wakapata idhini kutoka mahakamani kwenda kufukua mwili wa ule mzee, na kisha kesi ikafunguliwa dhidi ya wahusika wote watatu. Mwisho walifungwa. Na unajua kesi kama ile ni moja kwa moja miaka 30 unafungwa jela ama ni kufungwa maisha. Kijana mdogo alikuwa na umri wa miaka 21. So 21 plus 30 ni karibu 50 something. Huyu mwingine alikuwa 24, mwingine 28. Unaona? So kutokana haya yote ikawa sasa wafungwe. Mtaka vyote ukosa vyote. Mzee wakaja kazikwa, na sasa ikabaki watoto hawa ama wajukuu wa mzee, labda pengine baadaye wataridhi, ama mambo wakiwa ndivyo sivyo, jamii inaweza mwacha kufanya. So ndio tunaangalia katika hili. Haitokei tu ile kipya peke yake, imetokea sehemu nyingi. Kuna wakati nimekaa na jamaa fulani, nilikuwa wakati huo ninafanya na shirika fulani, tulikuwa tunapiga gumzo na jamaa fulani, akawa anasema mzee wangu amechelewa sana kuaga, anasubiri nini, wenzake waliaga kitambo, nitakana age mimi ni ridhi ya kwangu mzee. Nikamuuliza, na wewe ukitangulia itakuwaje? Kwa hiyo kuna vile watoto wanapanga dhidi ya wazazi. Mimi hata kuna mmoja nimeshuhudia akisema nipe mbeo mkunda kwanje, pognalopa, nipe sehemu yangu. Who are you? Unashurutisha mzazi kupa kipande cha ardhi, na huenda pengine alinunua hicho kipande cha ardhi. Kama alinunua kipande cha ardhi sio sehemu yako, ni kwa hiari anaweza amua kupa sehemu ya hicho kipande kisheria, ama hata anaweza kadonate kwa children's home ama kanisani ama atakavyotaka, ama anaweza hata kauza akasema sehemu kidogo inobaki nizikwe, ama mwili wangu uchomwe na ndio iwe ni mwisho. Unaona? So you don't force your parents kukupa kitu. Urithi haulazimishwi, ama urathi hailazimishwi. Unaona? Ni vizuri upate kwa kubarikiwa. Maanake utapata ukishindwa kuimanage, kuna reason why mzee labda hajakupa kwa wakati. Anaamini anaweza kupa hivyo na kisha mkauza ama mkaharibu. Ingawaje wazee wengine pia vile ni wabahili tu, wagumu tu, unaona Lakini sasa katika hili usitegemee cha mzazi. Jipapatue, pambana nje na ndani ya hapo ulipo kwa ajili ya kupata ya kwako. Na iwapo kwa vyote vile atasema kuna sehemu hapa nimekuandalia, njoo uchukue, well and good. Lakini akikawia, wewe endelea na safari yako kwa ajili ya kujiwezesha. Hii nyingine itakapokuja itakuwa ni kuongezea kwa kile ambacho umekabidhiwa. Tunashuhudia kule Kakamega, Bungoma, Kitale, magharibi ya Kenya kwa ujumla. Kisii ndio wasi. Sijui kama Umasaini kuna mambo haya, manake ile ni communal land. Central land ndio mambo mengine. Sijui Ukambani kama iko hivyo. Pwani pia vita vya mashamba. So mambo na kulazimisha ama kumshurutisha mzazi, nipe hiki, nipe kile. Mzazi kile kupa especially katika maisha haya ni education na kumjua Mungu. Hiyo ndio the best inheritance. Education na kumjua Mungu. Your title deed is your education ama your certificates ambao umepata shuleni ama chuoni. So nje ya pale ng'ang'ana. Haya mengine atakapokuja well and good. Yasipokuja ama kichelewa ya kupata tayari uko wapi? Uko njiani, uendelea na shughuli zako. Na wengi wameua kusema la kweli. Wengi wanaozea gerezani kwa kufanya maamuzi ya hovyo,
sio Kenya tu, bali hata nje ya mipaka yetu. Unaona, cha kurithi hakina baraka, cha kuridhishwa kina baraka, kama anavyosema mwalimu Wala bin Wala, ngoja uridhishwe, usilazimishe kurithi. So ni mambo mengi tu yametokea katika masala ya urithi. Shamba inaua kule Kisii, tunashuhudia vita. Mara mtu ameziba barabara ndugu yake asipite, mara mwingine anaenda anashurutisha mzazi wake auze ndio wale pesa asaidie kufyonza, na kisha baada ya kuuza sehemu kubwa tena kwa kile kilichobaki kidogo anataka pia apate mgao kwa sababu ya ubinafsi. Mtu ambaye hana akili, kichwa imejaa kinyesi. Unaona, unashurutisha mzazi auze ndio pia usaidiane kuzila hizo fedha, na kisha sehemu inayobaki pia unataka sehemu. Unaona upuzi mkubwa. Umepelekwa shuleni kusoma lakini unajaa ujinga kichwani. Haya ni mambo ya msingi ambayo jamii lazima ifunzwe. Mzazi anakupeleka shuleni upate elimu. Elimu ndio funguo ya maisha. Kwa hiyo cheti chako ndio title deed. Fanya juu chini, hata kama mzazi anavyo, unaweza kumwezesha na kitu kidogo, mfurahishe, mbariki, naye pia atakubariki. Appreciate. Duniani usiishi kwa kushindana, na usiogope kuishi ati kwa majigambo, kwa majivuno, yule anavyo sijui. Usiishi kwa kushindana, wewe ishi maisha yako. Kila mmoja ana kiwango chake na neema ambayo amejaliwa na Mwenyezi Mungu. So njama hizi zimevuruga familia mbalimbali. Unaona, hata siblings wenyewe wanauana wenyewe kwa wenyewe, wanavurugana wenyewe kwa juu ya tamaa ya watu wachache, watu ambao hawana vision maishani. Wamesubiri kupata vya bure ama vya ubwete, kutumia njia za mkato kwa ajili ya maslahi binafsi. Umepelekwa shule lakini bado umerudi kutoka shule na ujinga. Yaani uoni kama angalia sasa, wapo wanaua, wapo wanaotengana, wapo wanaovuruga familia juu ya ujinga kichwani. So sio lazima uwe tajiri uonekane. Yaani utajiri mkubwa, mtaji mkubwa maisha ni afya yako. Your health is paramount. How many people out there wako na mali lakini afya imezorota ama inawahangaisha? Wanatumia maelfu ya pesa kwa ajili ya kupata tiba. Wewe kitu ya kwanza una elimu, una pumzi ya uhai. What is the problem? Ishi kiwango kidogo, polepole ukisonga. Then wakisema hii ni chako, ni sawa. Sio kwenda kuweka fitina kwa wazazi dhidi ya wenzako ili angalau sijui mambo ya kunyooke. I can assure you njia zako zitasambaratika muda wote. Unaona, kwa kile kilichotokea kwa hao ndugu watatu, walifanya njama wakaua baba yao. Sijui kama mama pia alikuwa kwa mix. Walifanya njama wakamtoa roho mzazi wao. Na sio jambo la kiungwana, ni jambo ambalo lazima tuwafunze watoto wetu wakiwa wangali wadogo. Jitafutie katika njia iliyonyooka. Haijaandikwa mahali dunia hii lazima uwe tajiri. Utajiri mkubwa ni afya yako na kumjua Mungu na kuishi katika maisha ambayo unaweza ukapata chakula ukala na sehemu pa kulala na kusomesha watoto wako. Kupata excess ni kwa kupenda kwako tu na sio ni kwa kushindana na wengine. Usifanye jambo kudisadvantage the others. Ndugu yako asipate, jirani yako asipate, si kuliga asipate. Na huu urithi ambao unazungumza ni mpaka kazini kwetu. Utapata watu hapo kwenye kazini, ofisi, mtu anang'ang'ana kumnyima opportunity mwingine kwa sababu ni anaweza kapata cheo, ama anaweza kawa anapendelewa zaidi kufanikisha malengo fulani ya taasisi. Unaona? Taasisi hata sio yako wala sio ya kwenu, lakini unakwenda pale unavimba, unaanza kukata watu maguu. Yaani una roho mbaya. Wewe yani ni mtu hovyo tu katika society. Ni mambo ambayo be easy. Be easy. Pambana upate kidogo, jenga, ishi na familia yako, endelea kutafuta ukimwomba Mwenyezi Mungu. Kama kuna kitu ambacho utaitiwa na mzazi, basi utakwenda kupokea, manake ni baraka ile. Lakini kabla ya hapo, don't force them, usiwalazimishi.
wana hekima, na Biblia inasema mzazi mzuri anawachia watoto wake urithi. So kama ipo utapata urithi. Ya kwanza anapata ni kukulea, ya pili niyo elimu pamoja na kumjua Mungu. Haya mengine ni extra kama kipande cha ardhi, gari na kadhalika. Hakuna kitu kizuri kama kumtunza mzazi. Yaani yupo unamfurahia. Hata Biblia inasema ndio Mungu wako wa kwanza duniani. Na upatane na mtu ambaye mnaelewana, lakini sasa mnaunda njama. Siblings wanaunda njama dhidi ya huyu. Ndugu na dada wanaunda njama dhidi ya ndugu yao ama dada yao. Hii ni laana hautai toka kwenye laana. Utaishuhudia kwa macho yako ama kupitia kwa watoto wako ama wajukuu wako. Utaishi lazima kwa vyote vile utakipitia. Roho chafu, roho wivu, roho wa uvivu upo tu kuishi kijanja tu. Umesomeshwa, umesaidiwa, lakini bado akili yako tu ni duni siku zote katika maisha yako. Utakuja kulipia. Tumeshuhudia wazazi wanahangaishwa hivyo na watoto. Wazazi wamekufa, wamepumzika. Sasa ndio maisha wanaanza kuyashuhudia. Halo, mbe mkunda kwanje, nipe shamba. Tuende faje. Unaharakisha mzazi. Anapoondoka na kuachia sasa, unashindwa hata kulisha watoto wako ama familia yako. You go through hell. Kwa sababu ni laana ulijitafutia. Mwalimu Wala bin Wala anasema, mwandishi wa vitabu vya Kiswahili, urithi unaopata ama urathi unaopata nafuu upewe na mzazi kwa hiari. Unaona? Cha kurithi hakina baraka, lakini cha kuridhishwa kina baraka. Unaona? So sio tunatembea kwa sababu ya kuunda kamati ya fitna dhidi ya ndugu zako ama dada zako, ama kupanga njama ya kumkosesha amani ama utulivu mzazi wako ili upate kwa njia rahisi na wengine wakose kwa sababu ya uvivu wako. Umesomeshwa ujiwezeshe. Hata imetosha, imefika mahali mpaka watoto wako unasomeshewa. Unaona? Lazima tuwe makini sana kwa jinsi tunavyoishi duniani. Jitafutie kile kidogo na mshukuru Mungu kwa yote ambayo amekujalia. Bonga Boli ama Bonga Tube Media, remember to subscribe. Msiharas wazazi waondoke duniani wakiwa na mitazamo tofauti dhidi yenu. Wapo walio haras wazazi wametangulia mbele za haki, na leo hii wanahangaika, wanaishi kama mbwa koko barabarani. Akifika huko anapigwa, akifika kule anatukumwa. Don't do that. Remember to subscribe, ladies and gentlemen. Manake hapa sasa lazima tuambizane ukweli.